Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Rukwa, na nikiwaangalia watu wote wa mkoa wa Rukwa hawana stress. Kiwa Rukwa ukitaka stress unataka mwenyewe tu. Mheshimiwa Kwagilwa Ruben, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa mjumbe wetu wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Rukwa, waheshimiwa wabunge wetu wenyeji wakiongozwa na mchezaji wa timu ndogo, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nkasi ya Kusini, waheshimiwa wabunge wetu wa viti maalum wa mkoa, waheshimiwa naibu mawaziri ambao tumeambatana katika msafara huu, nikitambua kwa mahususi Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi, Mheshimiwa Kasekenya, Mheshimiwa naibu waziri wa maliasili, Mheshimiwa Chande ambaye umemharibia shughuli leo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa naibu waziri wa nishati, Mheshimiwa Salome, Mheshimiwa naibu waziri wa kilimo, Mheshimiwa Silinde, Mheshimiwa naibu waziri wa uchukuzi, Mheshimiwa Kienzile, viongozi wote wa serikali wakiongozwa na katibu tawala wa mkoa, kamati za siasa, kamati zetu za ulinzi na usalama, viongozi wetu wa dini, ndugu wananchi, nikiwatambua kipekee waheshimiwa madiwani. Nimekuja ziara ya kawaida ya kazi ikiwa ni mwendelezo wa ziara ambazo tumezifanya katika mikoa mbalimbali, na nitakuwa na takriban mafungu matatu. Jambo la kwanza nitawaletea salamu. La pili, tutapata fursa ya kusikiliza majibu kutoka kwa waheshimiwa mawaziri kwenye hoja ambazo zimetoka kutolewa, nikiwa natambua zimetoka hoja mbalimbali ikiwemo mambo ya skimu ya umwagiliaji, soko la majengo, masuala ya umeme, mikopo ya kina mama, maji na hoja zote ambazo zimetolewa zinazohusiana na masuala ya kilimo na mengine hayo. Waheshimiwa naibu mawaziri wapo hapa, watatoa kauli kwa niaba ya wizara za kisekta. Mimi nianze kwa kuwaletea salamu za viongozi wetu wakuu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawasalimia sana. Nilimuaga kwamba nitakuwa Nkasi, akanituma niwaletee salamu za upendo na akanituma niwape pongezi kwa kazi kubwa mnayofanya. Ninyi mnalisha nchi na mnalisha mpaka nchi za jirani Afrika Mashariki na SADC. Hongereni sana. Lakini pia pokeeni salamu kutoka kwa makamu wa rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, anawasalimia na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Lakini pia pokeeni salamu kutoka kwa Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi, anawasalimia sana na yeye yupo katika majukumu mengine kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Mheshimiwa Rais amenituma pia niwahakikishie kwamba yale ambayo aliyaahidi wakati wa kampeni, nikikumbuka vizuri mkutano ulifanyikia hapa, na yale ambayo yameandikwa kwenye ilani ya uchaguzi yatakwenda kutekelezwa. Na mimi niwaambieni, Mheshimiwa Rais amejitambulisha katika uongozi wake kwamba ni kiongozi wa matokeo.
maneno kidogo, matokeo makubwa, kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI ametuambia leo. Enzi sisi tunasoma zilikuwepo sekondari takriban 5 technical za ufundi. Watoto walikuwa wakifaulu, wanaambiwa amefaulu lakini hajachaguliwa, kama vile kulikuwa na uchaguzi. Tangu uhuru tulikuwa nazo hizo 5. Lakini mheshimiwa katika kipindi cha miaka takriban 4 na sehemu hivi amejenga shule za aina hiyo, ikiwemo kama hii ambayo nimeenda kuiona pale, 103 kwa mpigo. Hizi si shule binafsi, hizi ni shule zenu. Huu ni urithi wenu. Ameweka alama, miaka na miaka watoto wenu wataendelea kusoma, kupata ujuzi. Wapo watakaojiajiri, wapo watakao kuwa mainjinia wa serikali, wapo watakao kuwa viongozi. Kazi ambayo ameifanya Daktari Samia Suluhu Hassan, 103 kwa mpigo. Hii ni jambo linaloleta heshima, hili ni jambo linalogusa kila familia ya Mtanzania. Lakini si hiyo tu, amejenga shule maalum ya wasichana kila mkoa, shule moja, na zimekamilika, na sasa watoto wa Kitanzania kila mkoa wako shuleni. Amejenga shule za wavulana, kila ukanda kuna shule yake, na sasa watoto wako shuleni wanasoma. Kwa ujumla wake, kwa takriban kipindi cha miaka 3-4 kwenda 5, amejenga zaidi ya sekondari 1,300. Amefuta kabisa kile kilichokuwa kinaitwa second selection. Ilikuwepo sana hii kwamba watoto wamefaulu lakini inabidi wasubiri madarasa ndio waende kujiunga na masomo. Wakuu wa wilaya nakumbuka na wakurugenzi na wakuu wa mikoa walikuwa hawana mambo ya Christmas na mwaka mpya, wanakimbizana na madarasa. Na sisi wenyewe wakulima huku, mwenye jogoo kakamatiwa, mwenye mbuzi kachukuliwa. Si mnakumbuka? Mheshimiwa Rais aliamua kulibeba hilo jambo. Huo ndio uongozi unaoacha alama. Hivyo hivyo kwenye afya, tulikuwa na wilaya zikiwemo wilaya kongwe tangu uhuru hazikuwa na hospitali za wilaya. Mheshimiwa Rais kwa mpigo amejenga hospitali 119 za wilaya. Na kwa taarifa niliyoipata kutoka kwa Mheshimiwa Naibu Waziri anayesimamia masuala ya TAMISEMI hapa, na mkoa wa Rukwa hamkuwa na hospitali za serikali za wilaya. Hapa zimejengwa ngapi Mheshimiwa Naibu Waziri? Hapa zimejengwa 4 mpya. Huo ni uongozi unaoacha alama. Sasa zimeshajengwa na za kanda katika baadhi ya maeneo, na jana mbunge wenu wa viti maalum ameomba hospitali ya rufaa. Mheshimiwa alikuwa na Jacqueline ameomba hospitali ya rufaa. Tutafikisha maombi hayo, na kwa sababu ndo tunaanza utekelezaji wa dira mpya inayoenda mpaka 2050, na kwa kuwa tumeanza utekelezaji wa mpango mpya, tunaanza mwezi wa 7. Hiyo ndiyo hatua ambayo itakwenda kufuatia. Zimejengwa zahanati zaidi ya 2,700. Vimejengwa vituo vya afya zaidi ya 649 kwa nchi nzima. Lakini ipo miradi ya umwagiliaji kama ambavyo tumetoka kusikia hapa tena kwa waheshimiwa wabunge, paka hapa Rukwa kuna miradi ya umwagiliaji imejengwa, ipo kwenye utekelezaji miradi ya umwagiliaji 780. Awali tulikuwa na miradi 13 ya umwagiliaji. Unaweza ukaona ni hatua kubwa kiasi gani inayolenga
inayolenga kugusa maisha ya Watanzania ya moja kwa moja. Lakini sio hilo tu, vimenunuliwa vifaa tiba. Zamani ilikuwa MRI mpaka uende Dar es Salaam, zikanunuliwa MRI kwenye kila hospitali za rufaa na za kanda. Zamani CT scan zilikuwepo takribani 12 ilikuwa mpaka uende Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais akanunua 32 kwa mpigo. Kila hospitali ya mkoa sasa ina vipimo hivyo. Haya ni kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania. Lakini sio hayo tu, tulikuwa na mitambo mitatu tu ya maji. Yaani ninyi Nkasi hapa mkitaka kuchimba kisima, ilikuwa lazima msubiri mtambo ulioko na Mtumbo. Ninyi Nkasi hapa mkitaka kuchimba kisima, mnaambiwa mtambo ule huko Mkinga kule Tanga. Mheshimiwa Rais akanunua mitambo kwa kila mkoa kwa mpigo. Hivi tunavyoongea, kila mkoa una mtambo wake wa kuchimba maji. Kila ukanda una mtambo wake wa kuchimba mabwawa, ujenzi wa mabwawa. Kila mkoa, kila ukanda una mtambo wake wa kupima wapi maji yapo. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwa mikoa na wilaya, twendeni tutumie mitambo hiyo kuwapatia wananchi maji. Tengenezeni bajeti zenu kufuatana na vipaumbele, tutumie mitambo. Mama ameshatuletea mitambo, twendeni site tuwapatie wananchi maji. Nalisisitiza hili kwa sababu najua mambo yote ya nchi hii, wapo wasiopenda kuchimba maji kwa mitambo, wanataka watoe zabuni. Na sio siri, kwa sababu zabuni huwa zina pasenti. Kwa hiyo tutaletewa mitambo itapaki, kila siku tutakimbizana na zabuni. Tutasema bajeti ya mitambo kuipeleka ichimbe haipo, lakini bajeti ya kulipa mzabuni ipo. Sasa naelekeza mitambo ile sio ya kupaki, mitambo ikachimbe maji. Nimesema miezi 6 baada ya bajeti, sitaki kusikia shule haina maji, sitaki kusikia zahanati haina maji. Tumebakiza vijiji takriban 1500 ili vijiji vyote viwe na maji. Mitambo tunayo. Kwenye eneo ambalo hatuwezi kupata maji ya kuchimba, mitambo ya kujenga mabwawa ipo, na Mungu anatupatia mvua nyingi, maji yanatapakaa. Hata maeneo kame maji yanatapakaa. Hii habari ya watoto kutembea na vidumu viunoni baada ya miezi 6 ya bajeti iishe, tuchimbe maji ama tutengeneze mabwawa. Haya ni baadhi tu, lakini mambo yaliyofanyika ni mengi, na mimi napita kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kasi ya utekelezaji wa miradi, ubora wa miradi, lakini pia na kuwasikiliza wananchi. Nimepita katika baadhi ya maeneo, nimegundua katika baadhi ya maeneo kuna kusinzia. Nimeona katika baadhi ya maeneo kuna kusinzia, kulema, mazoea, udokozi. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Na niwaambieni, hakutakuwa na mzaha, wala hakutakuwepo na kuvumilia masuala ya uzembe, masuala ya wizi, ubinafsi, ufisadi, uvivu. Na kwa wale ambao wanafuatilia ziara tu niwakumbushe, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kuzindua bunge alitoa kauli ile, nendeni mkarudie kwenye hotuba ile,
kwamba wale ambao hawatabadilika tutawabadilikia. Na mkienda kwenye katiba ya nchi yetu, Salome ni mwanasheria, ibara ya 52(3) ile, majukumu ya waziri mkuu ni kusimamia utekelezaji wa kila siku wa shughuli za serikali, udhibiti, lakini pia kutekeleza ama kufanya yatekelezwe mambo yoyote ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Kwa hiyo wale ambao wanadhani ni maelekezo ya ziara wasome alama za nyakati. Hatutavumilia uvivu, uzembe, wizi, udokozi. Na nadhani kwa salamu za mikoa ambako tumetangulia watakuwa wamepata. Tulipita wilaya moja tukakuta wamegawana fedha ya miradi zaidi ya milioni 300. Wamelipana posho. Nikamwambia waziri, hapa fyeka wote, wilaya hii ianze upya. Ndio, wala usihangaike kuhamia, fyeka. Nikapita wengine mkoa moja, waliposikia ziara, fedha ambazo walishalipana wakaanza kurudisha. Nikasema hata wakirudisha wakamatwe, wafikishwe kwenye mkono wa sheria. Hatuwezi tukawa tunaviziana hivyo, kwamba wakituona tutarudisha, wasipotuona tumewapiga. Hiyo haipo. Ndio, na mimi niwaambieni, wala hatutaonea mtu. Na watumishi mnaofanya kazi nzuri, wala msiingie ubaridi. Tunatambua kazi yenu. Msipelekwe kwenye ushirika na wezi, ushirika na wavivu, ushirika na wazembe. Usitengeneze umoja wa aina hiyo. Tunatambua nchi hii inasonga mbele kwa sababu ina watumishi wazuri. Wapo. Ila hawa wachache walio wavivu tutashughulika nao. Vitu vya mazoea. Sasa hapa nimepita, nimeambiwa ujenzi wa mabweni mawili, madarasa mawili, shule ya sekondari Chala kwenye halmashauri yetu. Mradi una thamani ya milioni 310. Majengo yamejengwa tayari, yananyufa. Tuna majengo yaliyojengwa enzi ya Mjerumani yapo. Ninyi wenzetu na shule mmesoma, mnajengaje majengo na rangi bado inanukia upya, yananyufa? Injinia yuko wapi? Injinia wilaya hii yuko wapi? Injinia, tuambie kwa nini majengo rangi haijakauka yenyewe yameshaanza kupasuka? Okay. Injinia, tuambie. Wale watoto wadogo, hebu sogeni hapa, njoni hapa kwenye hii corridor hapa. Njoni mkae hapa. Watoto wadogo msikae kwenye mvua. Njoni hapa kwenye corridor hapa. Njoni mjipange vizuri. Najua hamwezi kuwakinga viongozi wetu hapo kwa kimo chenu. Nyie magoti yenu bado yako vizuri, mwenye kuchuchumaa chuchumae, mwenye kukaa kae. Waziri wakuu wajao wao. Injinia, tuambie kwa nini jengo limepata nyufa jipya vile? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa Chala Sekondari kuna baadhi ya madarasa yananyufa, hasa sehemu za uwazi, kwa maana ya madirisha. Hiyo huwa inatokea kwa sehemu za uwazi kwa majengo. Ukishajenga baada ya muda, kuna
inatokea settlement, kwa maana majengo yana settle. Inatokea nini? Settlement. Ukisikia kwenye maelezo tu kikawekwa Kiingereza, ujue hapo ndo unataka kuibiwa hapo. Settlement, adjustment. Unapojenga jengo, hii ardhi inakuwa ina maji. Kwa hiyo maji yanavyokuwa na evaporate, inatokea settlement. Kwa hiyo jengo lina move kwenda chini. Kwa hiyo unapotokea mtikisiko, zile sehemu ambazo ni weak point, ambazo hasa kwenye madirisha au kwenye milango, kwa hiyo nyufa lazima itokee. Sasa ili uondokane na hiyo, lazima uestablish beam za aina 3: ground beam nyingine kwenye hiyo madirisha katikati na lenta. Kwa hiyo sasa kwenye majengo yetu sisi, miongozo inaonyesha beam za aina 2, ambao ni ground beam na roof beam, kwa maana ya lenta. Zile beam za katikati hatujaziweka kutokana na majengo. Kwa hiyo majengo yote yakijengwa lazima yapasuke ili yaseto. Pia hiyo nayo inatokana na ardhi. Inatokana na ardhi. Mkurugenzi yuko wapi? Huyu anatuimbisha tu. Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Mkurugenzi, tuambie, jengo lina nyufa, unajua hiyo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza mhandisi wa wilaya kwenye maelezo yake awali, nami napenda niongezee. Kwa sehemu kubwa ya halmashauri ya wilaya Nkasi, sehemu kubwa zina mwamba. Umezingatia BOQ? BOQ imezingatiwa, lakini sehemu kubwa, kwa mfano. Mkurugenzi, una uhakika umezingatia BOQ? Ndio Mheshimiwa. Shule ya amali ya wavulana ya wilaya ya Nkasi, bidhaa mnazonunua, vifaa mnavyonunua ni bei iko juu kuliko bei ya soko. Nini kimesababisha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenda ningefahamu ni bei gani, vifaa gani hivyo. Mkurugenzi, wewe ndio unayesimamia vifaa mlivyonunua vya kujenga shule ya amali ya wavulana, shule ya wavulana. Vifaa mlivyonunua viko bei yake iko juu kuliko bei ya soko. Unajua hilo? Silifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na ninyi vitu mnavyoenda kununua, mnakwenda kununua hivyo vifaa, mnanunua kwenye duka ambalo mmiliki wa duka hilo ni mtumishi wa halmashauri hiyo. Unajua hilo mkurugenzi? Silifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa mnakuja hapa kueleza inaseto. Nani kawaambia nimekuja kutembea hapa? Nina taarifa zote. Kamanda wa TAKUKURU, nenda kachunguze kwenye haya majengo yote haya niliyosema, na nenda kachunguze hivi vifaa vinatoka wapi. Nenda kalinganishe na bei zingine za maduka mengine. Nenda kafuatilia haya yote, niipate taarifa nitakapokuwa namaliza mkoa wa Katavi ili niweze kufanya uamuzi. Hivi ni vitu ambavyo haviruhusiwi. Fedha mmepewa ya kujenga jengo, fedha imeisha, majengo hayajaisha.